Katika muktadha wa mkutano huu, baraza limepata heshima na nchi kwa ujumla kwa ajili ya kuwa mwenyeji wa mkutano wa 42 wa mabaraza ya mitihani ya Afrika. Mkutano huu umeanza leo rasmi tarehe 17 na utakwenda mpaka tarehe 21. Tuna jumla ya nchi 28 zimeshiriki, nchi za Afrika mbalimbali na nje ya Afrika. Tuna washiriki 357 kutoka nchi mbalimbali. Katika dhana kuu ya mkutano huu ni kujadili matumizi ya akili unde katika masuala ya elimu, hasa katika upimaji na utahini. Kama mnavyojua, karne ya 21, mifumo mingi sana na maendeleo mengi ya jamii yategemea matumizi ya teknolojia, lakini teknolojia ni pana. Sasa akili unde imekuwa ni teknolojia kuu kwa wakati huu, imekuwa ikiathiri kwenye kila sekta, na sisi upande wa elimu, hasa katika masuala ya uendeshaji wa mitihani, tumetafakari na kuona sasa tusiwe nyuma. Mkutano huu ni wa 42 kwa Tanzania, ni watano kufanyika kwenye historia kati ya hizo 42, lakini mkutano huu ni wa kwanza kutathmini hasa masuala ya artificial intelligence. Kwa hiyo umekuwa ni mkutano mzuri, na katika mada zote ambazo zitawasilishwa hapa zinajikita katika matumizi ya artificial intelligence. Sasa hivi tunazungumzia sera yetu ya elimu kulinki mambo ya taaluma na viwanda, mambo ya ajira binafsi, lakini masuala ya elimu endelevu, lakini masuala ya usalama wa mitihani, matumizi ya teknolojia katika elimu maalum na maeneo mbalimbali. Yote hayo yatajadiliwa, na kama ambavyo tunafahamu, teknolojia inakuja na faida, lakini kuna changamoto zake. Sasa wataalamu hapo watajadili vya kutosha katika wiki nzima, ili baada ya hapa sasa, kama nchi, dira yetu ya 2050 inaweka wazi kwamba ikifika 2050 80% ya huduma za kijamii ziwe katika mifumo ya kitehama. Sasa mifumo ya tehama ina threat zake, kama unavyojua, lazima tujiandae katika kuwekeza kwenye teknolojia, lakini vile vile na kuwekeza katika usalama wa teknolojia. Kwa hiyo hayo hasa ndio ambayo tunafanyia kazi, na kwa kweli niseme wageni wetu, pamoja na kujadili masuala ya kitaaluma, watapata fursa ya kutembelea Ngorongoro, ya kutembelea mlima Kilimanjaro, kutembelea mbuga za Tarangire na Arusha National Park pamoja na Lake Manyara. Lakini kutakuwa na tour maalum ya kuwazungusha kujua uzuri wa mji huu wa Arusha. Imekuwa ni heshima kubwa sana kwa Tanzania kuhosti mkutano huu. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.